Mchungaji Rashid alipokuja ofisini alinipa huu mpira. Akaniambia, mkuu, kuna kontena kadhaa zinatoka bandarini ya misaada, nataka kuja kugawa kwa mashuleni hapa Tabora. Sample ni hii hapa. Kwa tutaomba siku hiyo uwe mgeni rasmi kwenye ugawaji. Mchungaji Rashid nikamjibu simple tu, nikamwambia wataalamu wangu wakijiridhisha na vyombo, mimi sina neno. Sasa kweli vyombo vya uchunguzi vinafanya kazi kubwa sana, na intelligence yetu zote zipo vizuri sana. Kwa hatimaye wakawa na dauti na aina ya mpira na vipeperushi vya namna hii. Wakawa na dauti ya rangi, alama zilizopo kwenye huu mpira, lakini na rangi zilizopo kwenye vipeperushi hivi. Hao mabwana walienda kuomba kibali kwa mkurugenzi wa manispaa ili waweze kugawa. Mkurugenzi aliwaambia, ili muweze kugawa vifaa vya namna hiyo mashuleni, lazima tuwe na barua kutoka kwa katibu mkuu TAMISEMI. Wakapata barua, lakini kwa usimamizi na kwa uchunguzi ukiwa unaendelea. Wakagawa, wakafanikiwa kugawa shule 55 hapa manispaa. Hii mipira kwa watoto wa mashule hayo waliopita sekondari na msingi na sekondari. Lakini baadaye, kwa sababu vyombo vinaendelea kufanyia kazi, wakasema hili jambo si jema. Alama hizi tunazioanisha na alama ambazo sio za kimaadili, ambayo maadili yetu ya Watanzania sisi hatukubaliani nazo. Kwa tukaamua mipira yote na vipeperushi vyote ambavyo wamepewa watoto vikusanywe, ambayo kazi hiyo imefanyika. Alama hizi hatuwezi kusema moja kwa moja, lakini zina viashiria vya jumuiya au chama cha mapenzi ya jinsia moja. Zina viashiria. Ukigugu hapo utaona hakuna tofauti na alama hizi, ambazo mbaya ni kwamba tungekuta wamewapa watu wazima huku mtaani, tungeweza kusema kwamba hao watu wazima wana uelewa mkubwa. Wanaopelekewa ni watoto, tena watoto, na mwenyewe amesema watoto chini ya miaka 18 ndio wanaopewa mipira hii na hivi vijitabu. Mabango yanayoonyesha kuna injili tarehe 19 ambayo yamewekwa huko mtaani hayana alama hizo. Unaelewa? Kwa hiyo kinachotangazwa ni tofauti na kinachopewa mtaani. Kinachopewa mtaani ni hichi. Kinachotangazwa tena wameweka bendera ya taifa pale pembeni pale ukipita kwenye mabango yale, kuonyesha hili ni jambo jema. Lakini kazi zinafanywa chini nyuma ya kajitabu. Kameandika kadi ya maamuzi. Manake baada ya hapo mtoto huyo anatakiwa amue. Aandike jina lake, umri wake, namba ya simu, anwani ya eneo analoishi. Mtoto, nyinyi si mna watoto, wanaweza kuamua kitu cha namna hii. Alafu muda wa kumtembelea, mtoto huyo. Lakini ni picha gani ya hicho kijitabu? Kitabu hicho kina picha hiyo ambayo inamwambia maisha yako mapya. Kwa hatua tulioichukua ni kusitisha mkutano huyo mwinjilishaji, na tumewaambia kwamba mkutano huo hautakuwepo kama walivyokuwa wamepanga mpaka vyombo vitakavyokuja kutuambia kwamba ni salama, tuwaambie waendelee. Lakini kwa sasa tumeufunga na tumekanseli kibali hicho. Tumewaelekeza mabango yote hapa mjini waliokuwa wameyabandika wayatoe leo, tusikute bango mjini hapa. Wametuambia wapo zaidi ya 10 au 20 hapa mjini, waondoke leo, wasilale katika mji huu hapa.
Mchungaji Rashid na mwenzake tumewambia ripoti polisi kutoa maelezo. Sasa hivi baada ya mkutano huu nimesema kwamba sisi tunaamini nyinyi ni watu wema, mmeletewa haya mambo msiyoyajua, na kweli hamjui, na hatuwalaumu kabisa. Tunawasaidia kuwajua wabaya wenu pia, sababu wanataka kuwachonganisha na jamii hii. Yeyote tutakaye kumbana naye kwenye jambo la namna hii, rais wetu wa nchi, kiongozi mkuu wa nchi alisema tulinde maadili yetu na tutunze watoto wetu. Hayo maelekezo hayahitaji barua, yamejitosheleza. Tulinde maadili yetu, tulinde watoto wetu.